Shambulio la anga la Israel lililomuua mkuu wa usalama wa Iran Ali Larijani limeondoa mmoja wa watunga sera wenye uzoefu mkubwa na ushawishi ndani ya Jamhuri ya Kiislamu katika wakati muhimu sana. Larijani hakuwa kamanda wa kijeshi, lakini alikuwa mtu muhimu katika kuunda maamuzi ya kimkakati ya Iran. Kama katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, alikuwa katikati ya maamuzi kuhusu vita, diplomasia na usalama wa taifa. Sauti yake ilikuwa na uzito mkubwa katika mfumo wa uongozi, hasa katika kusimamia mvutano wa Iran na Marekani pamoja na Israel. Baada ya kuuawa kwa kiongozi mkuu Ali Khamenei tarehe 28 mwezi Februari, Larijani alitoa kauli ya ukaidi akionyesha kuwa Iran ilikuwa tayari kwa mgogoro wa muda mrefu. Kifo chake, ambacho sasa kimethibitishwa na vyombo vya habari vya serikali, kinakuja katikati ya kampeni pana ambapo maafisa kadhaa waandamizi wa Iran na makamanda wameuawa ndani ya wiki chache. Hali hii inaashiria juhudi endelevu ya kudhoofisha muundo wa uongozi wa Iran wakati wa vita. Licha ya msimamo wake mkali dhidi ya Iran na nchi za Magharibi, Larijani mara nyingine alielezwa ndani ya Iran kama mtu wa vitendo. Aliunganisha uaminifu wa kiitikadi na mbinu ya kiteknokrasia, akipendelea mikakati iliyopimwa kwa makini kuliko matamshi makali. Aliendelea kuwa na mashaka makubwa kuhusu ushirikiano na mataifa ya Magharibi, lakini pia alihusika katika juhudi muhimu za kidiplomasia, ikiwa ni pamoja na kuwa mjumbe katika makubaliano ya ushirikiano wa muda mrefu kati ya Iran na Uchina. Wakati wa kifo chake, Larijani alikuwa anasimamia migogoro mikubwa mitatu. Wa kwanza ilikuwa ni vita vya wenyewe. Alisisitiza kuwa Iran inapaswa kujiandaa kwa mapambano ya muda mrefu na kupanua mzozo huo katika eneo lote na hata nje, ikiwa ni pamoja na kufunga mlango wa Hormuz. Wa pili ilikuwa ni wimbi la machafuko ndani ya nchi yaliyoanza kutokana na malalamiko ya kiuchumi, lakini haraka yakageuka kuwa maandamano mapana yaliyolenga kuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu. Haya yalijibiwa kwa ukandamizaji uliosababisha vifo vya maelfu ya waandamanaji kote nchini. Watatu ulikuwa ni mpango wa nyuklia wa Iran na mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yaliyokwama na Washington, yote ambayo tayari yalikuwa yamevurugwa na mashambulizi ya kijeshi. Kuondolewa kwake kunaacha masuala haya bila kutatuliwa na kuyahamisha kwa mrithi ambaye bado hajajulikana, anayekabiliwa na hali dhaifu sana. Ingawa Iran imeonyesha uimara kwa kiasi fulani, hasa kwa kuvuruga masoko ya kimataifa ya nishati, anga yake bado iko wazi kwa mashambulizi yanayoendelea. Kiongozi yeyote mpya wa ngazi ya juu atakabiliwa mara moja na hatari ya kulengwa. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Joseph Jira. Coco FM, ladha ya Pwani.